tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Langu jina naitwa Derek David Gaimba Kaisedo wa Bongo. Mimi niko na mchambuzi Dominic Salamba, tunakwenda kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Kubwa zaidi ni sajili mbalimbali ambazo zinazoendelea kusajiliwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kuelekea msimu ujao. Pasina shaka na wewe pia umeona maboresho mbalimbali ya vikosi mbalimbali ambavyo vinafanya. Yes, of course nimeona, na kwa sababu ndio msimu. Ndio wakati wake ambako timu zinafanya mabadiliko kwa kuweza kuongeza baadhi ya nyota na kuweza kurekebisha baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa na mapungufu. Ni utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo tumeona timu zikiwa zikihangaika hapa na pale kuweza kutafuta baadhi ya nyota na tayari kuanza kuwatangaza ili kuanza kutumikia msimu mpya kwa maana ya 26 27. Kwa hiyo binafsi nimeshuhudia na imekuwa ni mwendelezo mzuri kwenye kile ambacho tulikuwa tukikiona, na kubwa zaidi inachagizwa na matamanio ya hizi timu kubwa tatu kuweza kuona kwamba kila moja inaweza kufika mahali. Unajua, ukiachilia msimu huu, misimu mingine iliyopita Yanga alikuwa ana dominate kwa sehemu kubwa sana, kwa maana kwamba alikuwa anashinda kila kitu. Kwa hiyo ile hali ya ushindani kama ilikuwa imepungua, na hatukuona pengine timu zikiamini kwamba Yanga hakustahili kuchukua ubingwa katika misimu yote. Lakini msimu ni msimu ambao Simba nao waliamini kwamba wana timu ambayo inaweza kuchukua ubingwa, na mpaka tunapozungumza kuna wengine wanaamini kwamba pengine ili stahili waweze kuwa wao na wana sababu. Sasa ukishaona tayari panakuwa pana sababu, maana kuna kitu ambacho kinawaaminisha kuona kwamba na wao wako bora na wanatakiwa kuchukua ubingwa, na kama pengine ingekuwa sio maamuzi pengine nao wangekuwa ni mabingwa. Lakini pia Azam nao mweza kuona katika msimu huu mechi yake ya mwisho ya FA itokea rabsha ambazo mpaka fika tu viongozi wao wakazungumza yale mambo kama yale yaonyesha kwamba timu ilikuwa iko tayari. Kwanza Azam amefungwa mara ngapi katika mchezo wa finali, wao yaje kuzungumza katika msimu huu, maana akiangalia investment yake, timu yake jinsi ilivyo, maandalizi na malengo yake, anahisi kwamba alitakiwa kabisa kuweza kuchukua leo kombe moja katika msimu huu. Kwa hiyo ukiona hivyo vitu, maana yake msimu unaokuja kila mmoja anaamini kwamba yupo karibu na ubingwa. Kwa hiyo inakwenda kuongeza ile ushindani na kupelekea mazingira ambayo kila mmoja anataka asajili vizuri ili msimu unapoanza aende kutimiza yale ambayo msimu alishindwa kuweza kuyatimiza. Basi tuanzie hapa, kuanzia kwenye usajili wa klabu ya soka Young Africans. Pasina shaka jana wametambulisha vyuma kweli kweli. Wachezaji watatu kwa kupuo mmoja. Young Africans wamedhamiria kweli kweli. Yeah, of course nafikiri sababu ya msingi ni muda. Unajua ligi ni kama almost yaani haijakaa toka mwanzo ligi ya kwanza. Ligi ile msimu uliopita, tunaingia kwenye msimu mpya. Msimu mpya unakwenda kuanza tarehe 12 kwa maana kwa mechi ya ngao, na tarehe 15 mechi zinazochezwa. Leo unapozungumza hapa unazungumza tarehe 25. Kwa hiyo almost ni wiki mbili na siku kadhaa ili ligi iweze kuanza. Kwa hiyo ingekuwa kama pana nafasi ungeona pengine wanamtangaza huyu, kesho wanamtangaza huyu, ikiwa ni utaratibu ambao tumeuzoea. Lakini timu tayari imeingia kambini, mazoezi yameanza, wachezaji wamekuja. Kwa hiyo kuendelea kukaa bila kuwatangaza, maana yake watu wanaweza kaenda mazoezini wakawaona na ikaenda kuondoa ule mvuto msimu ambao ungeweza kufanya wakati kabla hawajaonekana. Kwa hiyo wameamua kulifanya hilo. Kwa mtazamo wangu, la kwanza ni kuweza kukimbizana na muda, lakini jambo la pili ni kutaka kutafuta attention ya karibu ambayo waitaka wa associate na uzinduzi wa jezi zao zile ambazo walikuwa wamezindua kwa maana za maandalizi ya msimu. Kwa hiyo binafsi nimeona lilikuwa ni tukio zuri, na kubwa zaidi ni aina ya nyota ambao wamewatambulisha. Nilishazungumza kwamba msimu huu atachukua nyota watano, na nyota watano manake wanakwenda kuchukua nyota ambao sio wakuja kuwajaribu, nyota ambao wanakuja kucheza kwa sababu tayari wanakuwa wamethibitika. Na hata jana ambao alikuwa anaongea rais wa klabu Yanga akiwa anamzungumzia mshambuliaji, alifanikiwa kupatia takwimu za misimu mitatu. Yeye alizungumzia msimu uliopita, uliofuata na msimu uliomalizika, na unaweza kuona ule uwiano wa namba tofauti na huko nyuma timu zilikuwa zinasajili unaambiwa tu ni MVP kwa mfano wa Ivory Coast au wa Mali ana magoli sio, amefunga magoli 16 na assist 10, hiyo amechangia magoli 26. Okay, msimu uliopita alikuwa na nini? Au na profile yake au na takwimu zake? Hasa ilikuwa watu ambao wana meji ambao sisi Tanzania hapa tuko nao watu hivyo ambao wanakuwa na meji katika msimu. Lakini ukiangalia wachezaji ambao wamechukuliwa kwanza ni mature enough. Ukiangalia mchezaji ambao ni winga ambaye ana asili ya Komoro, profile yake ukiangalia tayari imesheheni, nyota ambaye amefanya vitu vingi katika soka. Ukimwangalia Mzambia ambao amemchukua, nyota yake ukiangalia NCV yake imesheheni na ametoka kwa timu kubwa. Ukimwangalia mchezaji mwingine kutoka Senegal, unaona kwamba wamechukua nyota ambao
sio wakuja kujaribiwa, ni kuja kuonyesha kile ambacho wanasema na asa wamereflect kwenye michuano ya kimataifa ambayo jana wamezungumza kwa malengo yao makubwa ni kwenda robo finali, lakini mimi nikiwaangalia ni above robo finali. Wanakuwa wanaweka makisio ya chini kwa wanakuwa wanafikia kufika eneo la juu. Tuanze kuzungumzia usajili mmoja baada ya mwingine. Hussein Zokwani miongoni mwa mchezaji wa winga ambaye anatokea kwenye taifa la Komoro. Nafasi yake ndani ya kikosi cha Young Africans ni kwa namna gani ambacho unaenda kuangalia na Young Africans wanakwenda kufaidika na mchezaji huyu kuelekea msimu ujao? Nafikiri ni ana asili ya Komoro, lakini most of his life amespend pale Ufaransa. Ndio ambako amepatia mafunzo yake ya mpira na ndio ambako alianza kumeji katika kimataifa. Ni mchezaji ambaye ana sifa nyingi. Kwanza kasi yake kiwanjani, lakini pia maarifa alionayo ya kuweza kuwasababishia walinzi matatizo, kwa maana kuweza kuwatoa kwenye mistari, lakini pia kuweza kuwalazimisha kufanya makosa na uwezo wa kuweza kuassist na kuweza kufunga. Wakati mwingine unaweza ukamrate kwa namba ambao mbona msimu uliopita hakuwa na namba nzuri. Siku zote hizi sajili lazima uangalie hizo namba una reflect katika ligi gani yenye ubora gani ya ushindani. Yaani una uwezo ukachukua ligi aliyotokea yeye alafu ukaja kukompea ligi Tanzania alafu ukasema kwamba hawezi kukusaidia. Kwa hiyo lazima utaangalia, lakini kwa ujumla wake ni nyota ambaye mimi naamini atakuja kuiongezea kitu Yanga na hasa kuja kuongezea option kwa upande wa pembeni na kutengeneza mazingira magumu kwa opponent, kwa sababu unapokuwa na winga kama yeye whether anatokea kulia au kushoto, maana yake tayari unakwenda kufanya damage kwenye ule upande ambao atakuwepo. Lakini bado Yanga wana viungo washambuliaji wazuri, wana winga mwingine mzuri wa kushoto, wanakuwa kama ni upande mwingine, na bado wana viungo, wana washambuliaji. Kwa hiyo maana yake ule mstari wa mbele wote unakuwa una threat na uwezekano kuweza kufanya makosa ni mkubwa kwa opponent na kuweza kuyatumia na kufunga. Kwa hiyo naamini kwamba katika msimu unaokuja wanaweza wakapata majibu ya maswali ambayo walishindwa kuyajibu wakati wanacheza katika mchezo wa klabu bingwa msimu uliopita, kwa sababu walikuwa wanatengeneza nafasi chache lakini pia walikuwa hawezi kuzitumia kwa ufasaha kutokana na aina watu ambao walikuwa wanatumia. Zokwani ni miongoni mwa winga ambaye ameingia kwenye kikosi kipya cha Young Africans, lakini ukiangalia kwa msimu wa mwaka jana Young Africans walikuwa wakimtumia kama Pacome Zouzoua eneo hilo. Unadhani replacement hii ni replacement sahihi na kuna kitu ambacho kinakwenda kuongeza ufanisi ndani ya kikosi cha Young Africans? Kumwangalia aina ya uchezaji wa Pacome na huyu Hussein ni tofauti. Pacome unajua sio winga pase. Yaani Pacome ni inside number 10 na ni kiungo mchezaji kwa namba 8. Ndio namba ambazo anacheza. Lakini kwa sababu soka sasa imebadilika, kuna wakati walimu wanatumia viungo washambuliaji na kuweza kuwaweka katika maeneo ya pembeni. Na kwa sababu alikuwa na maarifa, kwa hiyo alikuwa anaweza kuperform baadhi ya activity. Huyu ni natural winger. Yaani ni typical winger ambaye ana kasi na anaweza kulitumia lile eneo kwa ufasaha. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wamekuja kuongeza ndio ambacho Yanga walikuwa na kikosa wakati mwingine hasa kwenye mpira ya counter attack. Yaani options zao nyingi zilikuwa zinalalia katikati, kwa sababu ukiangalia ukimchukua Pacome, ukimwangalia ni sio winga natural. Ukimchukua Okelo na yeye wakati mwingine anakuwa anampeka pembeni, lakini ukiangalia sana sio winga. Na yeye ni kiungo ambaye amecheza ndani kama namba 10. Kuna kipindi unakuta kina Max nao wakina Mdatini wote ukiwaangalia sio mawinga pase, lakini watu ambao wanatakiwa wacheze eneo la ndani, lakini unaweza kuwatumia pembeni. Sasa huyu manake ni typical wingi ambaye kwa character ni kama unazungumzia kwa Twisila Kisinda, ndio majukumu yake ambayo anakwenda kuyafanya, kwamba yeye anakwenda kuitawala ile eneo la kulia au kushoto akijivunia kasi na maarifa alionayo. Kwa msimu mwaka jana, kwa namna ambavyo tukiangalia Young Africans na kuelekea kwa msimu ujao, unadhani mwalimu ana kitu gani haswa cha kwenda kuongezea hapa kwa upande wa Young Africans kwa kumtumia mchezaji kama huyu, lakini pia vile kwa kutazama ni namna gani haswa anakwenda kutumia matumizi sahihi ili aweze kujihakikishia kwamba anakwenda kufanya vizuri, while kwenye michuano ya kimataifa kuna baadhi ya nyota wako wengi na Young Africans wanakwenda kukutana na timu mbalimbali kutoka kwenye mataifa mbalimbali. Kwanza ukiangalia kwa aina ya makocha walionao, kwa maana benchi la ufundi na kwa timu ilivyobadilika, maana tutegemea kwenda kuona Yanga ikibadilika namna ya uchezaji. Hiyo ni jambo ambalo litakwenda kutokea, kwa sababu ukiangalia aina ya mwalimu aliyokuja ni mwalimu ambaye anaamini katika kushambulia kwa maana ya numbers. Kwa hiyo tegemea kuona ukiingia na 4-3-3, mfumo ambao unatengeneza uwiano kati ya kushambulia na kulinda, ingawaje unakuweza kuexpose wakati mwingine na kutengeneza mazingira ya wana guest wani, na unaweza ukaadhibiwa na ukawa
unafunga. Kwa hiyo timu lazima iwe ina kasi na usitegemee kuona eneo la katikati lilikuwa liko na total dominance. Maana yake unapokwenda kuchukua mawinga, lengo lako ni kwamba kuondoa chaos katika eneo la katikati na uamue kutumia eneo la pembeni ndio liweze kuwa salama kwa wewe kuweza kushambulia. Uhitaji uweze kuretain sana eneo mpya katika eneo la katika sajili zao nilizungumza kwamba watasajili mawinga wawili, kiungo mmoja wa ulinzi, namba 9 na namba 10, unaona. Maana yake ndio kama tulikuwa nikizungumza kwamba tayari wameshagundua kwamba kitu cha kufanya sasa ni kuhakikisha kwamba ni kwenda kufasten mashambulizi hasa wakitokea pembeni na kwenda kunufaika na ubora walionao washambuliaji kwa maana ya depu, aerial balls, lakini pia ukimweza kumpigia mpira kuweza ku penetration anaanza kufunga, lakini pia na mshambuliaji waliomchukua na pia ana sifa nzuri za kuweza kutumia nafasi ambayo anaweza kutengenezewa. Umezungumza kuhusiana na wachezaji watatu. Tugusie na hili hapa, eneo jingine la ushambuliaji, Zech Ibrahim Toure, miongoni mwa nyota ambao wametambulishwa na Young Africans kuelekea kwa msimu ujao. Nafasi yake ndani ya Young Africans, unadhani kitu gani hasa ambacho kinaweza kwenda kuwa ofa? Nafikiri kwanza wachezaji wote ambao wamewachukua, maana yake hao wamewachukua kwa kuwa ni kama ni first option. Yaani si watu wakuja kusubiri. Ni ready made ndio wanakuja kucheza na kupata nafasi. Lakini ambacho Yanga walikuwa na kikosa katika ile eneo, walikuwa wanakosa ubunifu na matumizi ya nafasi. Yaani kuna wakati nafika hatua timu inakuwa kuna mechi ambazo unakuwa wewe ni second team. Ukiwa second team maana yake itakutaka muda mwingi uwe nyuma ya mpira. Ukiwa nyuma ya mpira ukishambulia uchambue namba ndogo. Hasa pale lazima uwe na watu ambao wanaweza wakajamulia mambo wenyewe. Yaani ukawa na mtu mmoja akaweza kufanya jambo hata akiwa na watu watatu. Nakumbuka kama kina Mayele walikuwa wana hiyo capacity. Kwa hiyo Yanga ilikuwa kwenye zile mechi ambazo whether wanashabiana uwezo au yeye amezidiwa, inakuwa ni ngumu kuweza kushinda kwa sababu alikuwa hana watu wa maamuzi kwenye eneo la mwisho. Huyu jamaa ukimwangalia kwanza ni mfungaji mzuri, lakini ana kasi na anaweza kudrive timu kutoka katika maeneo yote. Kwa hiyo maana yake unaweza ukawa naye pale mbele mmoja na ukaamua kuingia na formation na kwenda kuzuia stili akawafanya walizo opponent wasipate nafasi na utulivu wa kuweza kushambulia. Kwa hiyo nafikiri tutakwenda kuona kitu ambacho kilikuwa kina misi ambacho wakati mwingine ukiangalia Dep na aliondoka Dube walikuwa na kikosa, yeye hanacho. Na kubwa kabisa ni matumizi ya nafasi ambazo anaweza kutengeneza au akatengenezewa. Namna unavomfahamu Toure, lakini pia vile vile kipindi ambacho yuko Prince Mpumelelo Dube, kuna utofauti gani hasa kati ya striker hawa wawili, kati ya Dube